Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema tuombe Mungu tutazame vyema. Tuombe Mungu tutazame vyema. Tunajua tunapokuwa tukiishi katika dunia hii, ipo namna ya kutazama, na hiyo namna ya kutazama tutaipata vipi? Ni pale ambapo tutakuwa tumejua namna ya kuishi na Yesu Kristo ambaye anatupa kutazama. Hivyo basi tutaongozwa na kitabu cha Zaburi sura 119 mstari wa 37, kinasema kwamba uniongoze macho yangu nisitazame visivyofaa, uniuishe katika njia zako. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua tunaenda katika mwaka mwingine na katika siku nyingine, hivyo kama tuliweza kutazama yale ambayo hayafai, inatakiwa tukatazame vyema. Ina maana ni ombi langu kwako wewe ambaye ulikuwa unatazama visivyofaa, ukaweze kutazama vyema. Kama ulikuwa una yale macho ya kutamani pindi ambapo unaangalia wanadamu, basi usiwe na hivyo vitu vya kutamani. Usitamani kisicho chako, usitamani mke wa mtu mwingine, usitamani mke asiyekuwa wako, mume asiyekuwa wako, usitamani tamaa yoyote ya macho. Hivyo kama ulikuwa upo kwenye njia za kulipa kisasi, usitazame hayo, bali ishi katika upendo wa Yesu Kristo. Kama ulikuwa una chuki, ulikuwa una kinyongo ambacho umekwisha kumchukia mtu, achilia. Kama ulikuwa unamdai mtu, unamwona kabisa ni maskini ambaye hawezi kutoa, ndugu yangu, achilia, kwa sababu pale ambapo unaachilia ndipo jambo ambalo Mwenyezi Mungu anaenda kulitenda. Ipo milango ambayo Mwenyezi Mungu anaenda kuifungua. Hivyo pale ambapo utashindwa kuachilia, ina maana na wewe hautoachiliwa. Ina maana pale ambapo ulishindwa kuachilia, ina maana shetani naye aliweka mtego akakufunga hapo. Ina maana katika mambo mbalimbali, sio deni tu, samehe wale wote ambao wamekwisha kukosea. Ina maana Mungu ambacho anakiangalia, anataka hekalu lake liwe safi. Pale ambapo uliangalia mabaya, angalia mema, kwa sababu Mwenyezi Mungu anahitaji kukaa ndani yako. Hivyo kama utaenenda katika hivyo, ina maana Mwenyezi Mungu atatufungulia milango mbalimbali na atatuongoza katika njia ile ambayo inafaa. Hivyo neno la Mungu linasema Mwenyezi Mungu atusaidie, atugeuze macho yetu yasiangalie vile visivyofaa, mambo ya kishetani. Tusiangalie uzinzi, tusiangalie mifumo ile, kutaka kuingia katika mifumo ya giza, mambo ya tamaa. Tusiangalie waganga, tusitegemee wanadamu, bali tumtegemee Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo neno hili lipo kwako. Muombe Mwenyezi Mungu akufundishe njia zake katika kutazama. Usitazame katika macho yako, kwa sababu katika milango ya fahamu tunajua kuna macho, kuna masikio, kuna ulimi, kuna ngozi na mambo mengine. Hivyo katika kuangalia kwako, utapotazama vibaya, ina maana tujue kabisa fahamu zako zitaharibiwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Na ukitazama vibaya, tunajua kabisa ina maana utaruhusu na viungo vingine kupokea hivyo vitu ambavyo unakwisha kuviangalia katika ufahamu wako. Maana ukitazama vibaya utatamani kusikia, ina maana miguu yako itasogea, mikono yako itatenda. Ina maana kila kiungo kitajikuta kimekwisha kuingia, kwa sababu macho yako yatakuwa yameangaza visivyofaa. Hivyo Mwenyezi Mungu atufundishe kutembea katika njia zake, ili tuweze kuyaangalia
mema. Tusiangalie kasoro za watu ambao Mwenyezi Mungu amekwisha kuwaumba, kwa sababu ndivyo amekwisha kuwaumba hivyo. Tusijihesabie haki, tusijiangalie sisi ambao ndo tuna uwezo mkubwa, tusijiangalie kwamba sisi tuna maarifa, tusijiangalie sisi ni matajiri, tusijiangalie sisi kwamba ndio wakuu katika ulimwengu huu. Tusijiangalie tunaweza kila kitu, bali tujiangalie sisi wadhaifu, ili Mwenyezi Mungu aweze kukua ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, kama ulimpiga mke wako au ulipitiwa kidogo wewe mke ukamjibu vibaya mume wako, au ulipishana kauli na wazazi wako, ukawachukia wazazi wako, ukachukia mtoto wako, ukatamka maneno mabaya, maneno ya laana, ukatamka vile vitu ambavyo havifai, ndugu yangu, na wewe uliyetamkiwa ukayasikia hayo, ndugu yangu, achilia hayo kama amekwisha kukuumiza. Wewe ambaye umekwisha kutamka hayo, ni wakati wa toba. Ina maana utaingia katika toba. Wewe ambaye ulinung'unika ukasema mimi ni mtoto yatima, ukasema mimi ni mjane, ukasema kwamba Mungu aniangalie, ukasema mimi ni maskini. Yeye ni Mungu wa wanyonge, anasema kwamba ni Mungu wa yatima na Mungu wa wajane. Hivyo achilia. Wewe ambaye umekwisha kuwatukana ndugu mbalimbali, ukawekea kinyongo, ukawachukia ndugu mbalimbali, ukawachukia watu ambao, ukamchukia adui yako, yani ukaweka kinyongo mpaka usemeshane naye kwa sababu ya mambo fulani. Unaweza kama mmekorofishana katika mambo fulani, jirani yako, ndugu jamaa yako, wewe achilia. Mwenyezi Mungu anasema samee, lakini usikae karibu nao. Inatakiwa moyo wako uwe safi, achilia. Kama ulitendewa jambo baya na mume wako au mke wako au watoto wako, walikutamkia maneno ambayo hayafai, usiweke kinyongo, achilia. Tunaenda katika mwaka mwingine. Hivyo Mwenyezi Mungu anataka kutenda neno jipya kwa wewe ambaye utakuwa umeachilia. Achana na wanadamu, kwa sababu mwanadamu sio kazi yako, ni kazi ya mikono ya Mungu. Hivyo Mwenyezi Mungu anajua namna ya kuishi na wanadamu. Hivyo kuna namna ambavyo Mwenyezi Mungu yeye anahukumu. Adui haitakiwi kumchukia, bali inatakiwa umpende na kumuombea. Hapo ndipo atapigwa na Mungu. Pale ambapo unakuwa unamchukia adui hawezi akapigwa na Mungu, kwa sababu utakuwa umeingilia hukumu ya Mungu. Hivyo ukimwachia Mungu, kaachilia kila kitu, Mwenyezi Mungu anajua namna ya kumpiga adui. Wewe ambaye umekwisha kuwatukana wenye mamlaka matusi mbalimbali, ukatukana wenye mamlaka, viongozi mbalimbali, ukatukana watu wazima waliokuzidi umri, ukaona kwamba walipo pale hawafai katika labda mamlaka na uongozi wao, ni njia ya kutubu, kwa sababu mamlaka zote zimetokana na Mungu. Hivyo pale ambapo wewe umeona kwamba ulitenda hayo, ndugu yangu, ni wakati wa kutubu. Wakati wa kutubu. Unapotubu, kumbuka pia na kuachilia wale wote ambao wamekwisha kukuumiza na ambao wamekwisha kukukosea. Wewe ambaye tayari umekwisha kutoa mimba, wewe tayari ambaye ulikwisha kuua, wewe ambaye tayari ulikwisha kutukana matusi, ukafanya uzinzi, ukafanya ukahaba, mwaka mwingine huu Mwenyezi Mungu anasamehe makosa yote. Achilia ndugu yangu, kwa sababu ni mwaka mpya, haujui utakufa lini. Hivyo ukiingia ndani ya Yesu Kristo, unatambulishwa namna ya kuishi katika kutenda mema. Mwenyezi Mungu anasema achilia ndugu. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi kusema Mwenyezi Mungu awalinde wote.